Ndugu waandishi wa habari za muda huu, natumaini ya kwamba mko salama, na nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa na kutupa amani katika taifa lililo bora zaidi, Tanzania. Jina langu naitwa Prophet IPM, ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, kuhabarisha watu, kufikia watu, lakini mmeona vyema kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kunisikiliza. Kwa nachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikizungumza maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Wako ambao wanaelewa haraka, wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu nina wafuasi sehemu mbalimbali Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali nje ya Afrika, kwa hiyo nimeona nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi tunaamini katika kuchinja kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini. Na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki, kuthibitisha hili. Swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Makuhani wote wa kale walifanya hivyo. Akianzia baba yetu wa imani Ibrahim, aliambiwa na Mungu akafanya hivyo. Na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo. Na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya 22 mstari ule wa 17 kwamba ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja, hakuna kingine. Unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo sisi tunayafuata haya maandiko, hatudharau. Tunaamini kwenye kuchinja, na hizo nyama wanakwenda kula masikini, yatima na maskini. Kwa hiyo tarehe 18 tutafanya 18 na 19 tutachinja, lakini tarehe 20 tutajumuika pamoja na masikini, tutajumuika pamoja na wajane, tutajumuika pamoja na yatima kula pamoja chakula. Imagine, Mungu anasema, Yakobo 1 anasema dini iliyo safi sio nataka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha yatima na kuwasaidia wajane katika dhiki. Yani definition ya dini ni kusaidia. Kwa hiyo hatuwezi kufunga siku 40 alafu tukajifungia chumbani na watoto wetu wakati yatima analia pembeni. Sadaka pasi kula mchungaji zote. Sadaka lazima iwepo sehemu, zinaenda sehemu 3. Sehemu ya kwanza lazima iende kwa yatima, sehemu nyingine lazima iende kwa wajane. Kwa mimi Prophet IPM ninaamini dini ni kushika watu wasiojiweza. Kwa nimesema nifikishe ujumbe huu kwa dunia ili watu wasiwe na mashaka kwa wale ambao wananifuatilia, na hii sio sheria ya kulazimisha wale ambao hawaamini. Natoa ujumbe huu kwa wale tu ambao wanaamini maandiko na wanaamini Prophet IPM jumbe zangu ninazozileta. Basi sisi tuko tayari kufanya hivi, na Mungu wa mbinguni awabariki. Huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Asante sana. Mtazamaji wa Bongo Plus TV, karibu sana kwenye exclusive interview. Jina langu Batovi Galaxy 96 Victor Madaha, na leo niko na mtumishi wangu hapa IPM. Ni miongoni mwa wachungaji ambao kiukweli amekuwa akiwagusa vijana kwa ukaribu sana, na mara mwisho interview ambayo nilifanya naye kiukweli nilifanya vizuri sana. Kiongozi heshima. Nashukuru sana. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Na nakumbuka mara mwisho interview tulifanya ukatoa usia kuhusu wasanii namna ya kujibrandi, na moja wasanii ambao uliwagusia pia Harmonize ulimtaja. Pengine kila ambacho ulikuwa unakizungumza kipindi kile umekiona wasanii wamekifanyia kazi? Sijafuatilia. Mimi nilikuwa tunazungumza kwa lengo jema, kwa sababu tunapenda wasanii wetu, natamani wafanye vizuri hivyo. Kwa hiyo sijafuatilia kwa sababu na pia nimekuwa busy sana mambo ya ministry, mifungo hivyo.
Pengine hasa sio kwa ubaya, lakini ili kuliweka sawa ili msanii awe na image nzuri, kwa sababu umekuwa ukishauri pia hata kwa masuala ya movie na vitu vingine vingi pia, inatakiwa mtu aishi katika mtindo upi hasa kwa msanii? Sasa shida ni kwamba ukiwashauri ukweli wanakasirika, wanakuwa wakali na nini, lakini msanii ni kioo cha jamii. Msanii ni brandi. Kwa hiyo lazima ujitengenezee mazingira fulani. Msanii hata kupanga nyumba, atakupanga nyumba nzuri. Umeona? Yaani si ni kioo. Yaani elewa neno kioo. Yaani unaposema msanii maana yake unazungumzia kioo. Kioo ni kitu ambacho unafanyaje? Unajiona. Kwa mtu anatakiwa akikuangalia, muona kama Harmonize kwenye nyumba yake ile akitoka nini, nyumba kubwa, magari nini, kavimba nini, unaweza anaenda gym nini. Kwa hiyo mtu ana ya kioo. Sasa msanii unakata ndani na kwa shida. Kwa hiyo lazima watu watengeneze brandi zao, wakuze brandi zao. Yani ni kupambana tu wawe juu. Ni mara 10 upange, hata kama hujajenga upange nyumba iliyo nzuri, lengo kufanyaje? Kulinda ile brandi yako according na kile unachokifanya, kwa sababu kuna watu wako Uganda, kuna watu wako Kenya, wako Mozambiki, wako South Africa, wanapo search kwamba msanii wa Tanzania, wanaanza kuangalia vaa yako na wanaangalia kula yako, appearance yako, magari yako, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio sifa. Unapoona wasanii wananunua magari ya kifahari na nini, ni namna ambavyo wanaamua kujitengeneza ili waendelee kuwa juu, na hata ambavyo wanataka kuingiza hela basi inakuwa ni rahisi. Bana, nikitaka kumuita msanii fulani, zile gari anazo kwa naendesha au nyumba anayoishi, kwa wao wenyewe wanajinyanyua. Hivyo. Nakumbuka kipindi ulivyomtaja Diamond, watu wakasema kwamba mchungaji ni kama analeta ushabiki sasa. Ulivyosema bwana, wasanii wengine wanaonekana kila sehemu, hasa Harmonize, watu wakasema kwamba mbona kama mtumishi analeta kama ushabiki hivi kwa masuala ya sanaa. Sasa mimi sina mshabiki. Yaani mimi hamna ambaye namshabikia. Unaelewa vizuri? Hamna ambaye namshabikia kwamba eti huyu au kumvalue mtu, labda huyu ni bora au sio bora. Nitakuwa kiongozi wa ajabu. Mimi nawashauri tu, sio lazima kupokea ushauri wangu. Ushauri wangu sio sheria, sio katiba lazima ifuatwe. Ila kwa sababu ni wasanii wa Kitanzania, wa Kiafrika, unapenda kazi zao, basi, na kwa sababu swali limetoka kwa mwandishi, unasemaje juu ya wasanii, basi unawashauri tu yaliyo mema. Kwa mtu akiona labda unamlenga, unachuki naye, sasa nimchukie Lesi Harmonize, nimchukie kanifanya nini mimi? Au nimchukie Alikiba kanifanya nini? Watu wenyewe hata kuonana nao sijaye kuonana nao. Unaona, kwa hiyo ni ile dhana tu ya mtu kutoelewa kile mtu anachokuwa anakizungumza, lakini wawe tu waelewe usanii kama ni kioo cha jamii. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawaone wanapoangalia kwenye kila engo, maisha yao, tabia zao, kuongea kwao, hivyo ili watu waige kile ambacho wanakifanya. Chaka ziacho sasa. Of course. Muhimu sana. Muhimu sana kwa sababu watu wanaangalia bwana mtu mwenyewe msanii kabaka. Ndio maana unaona kule Marekani wanakwepa sana hivyo vitu vya skendo na nini, kwa sababu unajua msa likitokea kutokea mambo yanaweza kufanyaje, mambo yanaweza karibika, trust inaondoka na kadhalika. Mmoja wa watu ambao niwashuhudia akizungumza hili, kwa nafanya interview na Chief Godlove, akazungumza kwamba mmoja wa wachungaji ambao anawakubali sana, alikumention akasema IPM miongoni mwa wachungaji ambao wanafundisha watu namna ya kutokana na umasikini na sio kwa vitu vingine tofauti. Akazungumza pia moja kitu ambacho anachokuunga wewe ni pamoja na kutoa kafara kama hizi ambazo na ibada za kuchinja na vitu vingine kama hivyo, na yeye pia amekuwa na hizo ibada pia. Unadhani kuna kipi hapa ambacho somo ambalo mnalileta kwenye jamii hasa kuhusu kuchinja? Ni somo zuri. Tunawazindua watu tu waelewe ukweli. Yani unajua issue kwamba ukichinja mchungaji hawezi kula hizo nyama. Lazima zikale na wakale maskini. Lakini ukileta hela wachungaji wanachukua wanaweka mtumboni. Hawafikishi. Hata wanaposema unafikiri watu kibao Marekani huko Ulaya walikuwa wanaita misaada Tanzania, wanaita misaada Afrika, wanaipokea viongozi wa dini, wanaifanya kuwa yao. Unaona bwana, zinakuja gari za anadanganya kwamba kuna vilema kanisani kwangu, misaada inakuja, magari yakifika hapa, gari zinaingia showroom. Wako wachungaji walikuwa na mashowroom hapa. Sasa misaada inakuja, watu baadaye wanakuja wanagundua kwamba okay, kumbe misaada haiwafikii walengwa. Lakini ukichinja, Mungu lazima kutajirishe, kwa sababu unakwenda kumgusa mtu ambaye aliachwa, amesaulika.
Yes. Watu wamekuwa na wasiwasi sana hata na watu ambao mnafanya sana hizi ibada za kuchinja, hasa chief na yeye pia amekuwa akilaumiwa sana katika ile la kuchinja. Sasa ni bora kipi watu wakifuate, kutokuchinja kama watu hawana imani na hicho? Wanamlaumu chifu kwa lipi sasa? Kuchinja, hizo ibada za kuchinja anazifanya sana nyingi sana. Sawa, si anapelekea maskini. Yaani unajua mimi iko hivi, mtu anayefanya kitu kinachowasaidia masikini, mimi siwezi kumpinga. Yaani hata mimi najua chifu ana madhaifu. Sio moja, sio mawili, sio matatu, sio manne. Najua ana madhaifu mengi sana. Lakini kwa sababu anagusa masikini, mimi siwezi kumpinga. Ndio maana maswali mengi sana ya waandishi, bwana unamuonaje chifu? Naruka mtego kwa sababu najua kabisa kuna kitu anakifanya kizuri. Yaani ukishafanya kitu kizuri kwangu, mimi naweza nikaangalia iko hivi, wewe unaweza ukawa umefanya mabaya 80, ukafanya zuri moja. Mimi ni mtu wa kuliangalia moja zuri kuliko ni mabaya 80. Yaani mimi naangalia amefanya kizuri, basi tukiangalia kile kizuri alichokifanya kwenye jamii kuliko ni kumponda. Amesema atafungua kanisa na kanisa lake watu watakuwa wanapata chakula kabla kuanza kuabudu kama na ibada zake. Kwenye hilo ni sawa? Ni sawa. Sheria yetu, nchi yetu haimzuii mtu nchi yetu haimzuii mtu kuabudu chochote. Unaweza ukatengeneza mic hizo ukasema Mungu huyu na ukaabudu. Kwa hiyo kama anafungua kanisa is okay, ni jambo jema. You never know, labda atawafungua watu na nini. Tutakuwa tunakutana kwenye vikao vya kichungaji na kadhalika. So me I support kama ni jema. Unahisi kwa nini wachungaji wengi hasa wamekuwa wakimkemea sana katika kila anachokifanya, na wengi unaona kabisa kama wanachuki zidi yake katika kila anachokieneza? Mitazamo. Unajua dunia hii ni mitazamo. Mimi kuna watu wananichukia kwa sababu si watukani Waislamu. Unafahamu hilo? Wengi kweli, yani mpaka wa viongozi wenzangu wa dini. Huyu sio mwenzetu huyu. Wengine wanipa hadi vyeo ambavyo sio vyangu. Watakuwa undercover nini? Kisa tu watukani Waislamu. Hii dunia imejengwa kwa chuki. Kwa hiyo wanataka ili mimi nionekane niko pamoja na wao, ni lazima ni watukani. Yaani kwa lugha nyepesi, mimi unasema usirisi adui. Yaani wewe si mshikaji wangu, nipe 5 basi kwanza. Kwa sababu wewe ni mshikaji wangu, wewe una mtu una mind. Kwamba huyu jamaa mimi adui yangu. Sasa mimi ninapokuwa wewe mshikaji wangu, wewe una command mimi na mimi nifanyaje? Nimchukie. Kumbe huwezi kunirithisha adui kwa sababu mimi sijui wewe ulikuwa unagombana naye nini. Huyo ambao unaweza kunitaka kunirithisha, anaweza kuwa daraja kwangu la mimi kufanikiwa katika maisha. Kwa hiyo wewe ukaliondoa daraja langu la kufanikiwa kwa sababu ya wewe chuki zako dhidi yake. Kwa hiyo tusirithi adui. Kwa hiyo kama wao wanamchukia, sawa wamchukie. Sisi wengine tunamwaccept kwamba okay sawa Chief Love aendelee na maisha yake. Kikubwa havunji sheria za nchi. Sawa. Hatapeli watu, haui mtu, anaua tu wanyama, wananapa maskini. Jambo jema. Kuna mjadala ambao umekuja siku za hivi karibuni, rais wa Burkina Faso Traore alikataa msaada wa waumini wa dini ya Kiislamu ambao alikuwa wanatokea huko nje wa Arabuni kuleta misaada ya kujenga misikiti. Akawakatalia, akaambia kwamba basi mtakuwa mkifanye, jengeni hospitali na huduma zingine za kijamii kwa wananchi wangu, lakini hii misaada ya kujenga nyumba za ibada hatuitaki. Ina maana gani hii kwa kiongozi wa taifa kukataa kitu kama hicho? Nadhani pia Afrika makanisa yamekuwa ni mengi sana na misikiti, na ndio maana imefika hatua viongozi wengine wanakuwa na ikataa hii misaada pia. Unalipi katika hilo? Wanatupa dawa, wanatupa chandarua cha kuua dawa miezi 6. Alafu anaishi ndani ya chandarua ni mwanadamu, alafu mbu anakuwa nje ya nyumba. Kile wanatupa chandarua chenye dawa inayodumu kwa miezi 6, alafu anaishi ndani ya miezi 6 ni mwanadamu, alafu mbu anabaki nje ya nyumba. Kwa nini vitabu vyote vya dini vimeandikwa Kiswahili mpaka kilugha? Na kwa nini kitabu cha biology hakijaandikwa Kiswahili? Unafundishwa Kiswahili kuanzia umezaliwa wewe ni Mswahili, unaongea Kiswahili kuanzia darasa la 1 mpaka darasa la 7. Ukifika form 1 wanakuchenjia. Maana yake huko ni kunisaliti mimi kama Muafrika. What is biology? What is the chemistry? What is the physics? What is geography? Huko ni kunisaliti mimi kama kijana wa Kiafrika. Mwisho wa siku naanza kuwa muongo sasa na kremu, naanza kutafuta makaratasi nifiche. Hakuna aliyeferi Afrika, tunaferishwa katika maisha. Kwa hiyo dini ipo tayari. Unaelewa vizuri? Ujinga mwingi huko ndani ya dini. Wewe kama unanisaidia, nionyeshe msaada wa kweli. Unaelewa vizuri?
Usinifundishe, usinipe maiki, nifundishe kuongea ili nitumie maiki. Kwa hiyo yule amekataa, huo ni moja ya vitu ambavyo haviko sawa. Ambavyo ndo kigezo kwa bwana dini. Unaelewa vizuri? Hivyo, tuamke tu Afrika. Tuamke tu. Hapo. Kuna mtu hapa katikati amejitokeza anaitwa Chionda, kama sijalikosea jina lake. Amekuwa question sana kuhusu dini ambazo tumeletewa. Anaamini katika Mungu yupo, lakini kuhusu dini zile ambazo zimeletwa kwa maana Uislamu na Ukristo hapa Afrika na Tanzania kwa ujumla, anaona kama sio sawa. Sababu anaona kama zimeletwa katika njia ambazo sizo. Wa Afrika bidi tuamke, tuwe na dini zetu ama imani zetu ambazo mababu zetu walikopo nazo. Katika hili pia unalipi la sijaona sijaona hicho alichokiongea. Umesema anaitwa Chionda. Sijaona bado. Unaamini dini ni mimi kuna wakati nakubali kitu ambacho sikijui. Kwa hiyo sijaona, yani sijaona iko alichokiongea. Maybe labda ukinitumia nikiangalia ndio kuja kuwa na majibu. Wakati mwingine usiongee usiyoyajua. Wala huwezi kujua kila kitu. Anasema Ukristo na Uislamu umeletwa kwa purpose ya mataifa ambayo ametuletea. Kwa maana Ukristo ukiutazama umeona umekaa kwa watu wa European kule Ulaya, na Uislamu ukiutazama umekaa Asia huko mashariki, kwa maana nchi za Kiarabu pia zina hizo image ya mtu ukimtazama. Ni kweli katika hilo? Asipingwe mtu, asikilizwe. Asipingwe, asikilizwe. Afrika ni rahisi zaidi kuvunjwa mkono na mama kwa sababu unaanguka kwenye unga. Lakini ni rahisi Ulaya mtoto anayeangua kwenye unga akaonekana anaweza kuleta hela kwenye mieleka. Kwa hiyo tusipinge hoja, tuzijibu hoja. Tusimchukie mtu kwa sababu ya hoja, tuziangalie hoja. Kwa nini tuamini Ukristo ni dini halali? Kwa nini tuamini? Si tunaamini kwa sababu tumeaminishwa. Kama tuko kimakosa na maana tumeaminishwa uongo? Umesema kwa nini tunaamini? Tunaamini kwa sababu tumeaminishwa na tuliowakuta na waliotuletea. Wakati Mungu anaiumba dunia, yeye alikuwa wapi? Wapi? Juu mbinguni, tunaamini hivyo. Mbinguni ni wapi? Sema bayo sisi mimi na hatuja kufika. Okay, sawa. Biblia alipewa nani? Biblia. Tunaamini wanadamu ambao walishushwa maarifa. Walishushwa maarifa. Tulikuwepo wakati tunashushiwa? Mimi sikuwepo. Sasa tunaaminije kitu ambacho hatukuwepo? Ushahidi ni mpaka uone. Kwa ni vitu vya imani tunaamini tu. Ndio maana usishangae ukamkuta Yuda anakunywa chai mbinguni. Bila usaliti msalaba ukamiliki. Kuna vitu lazima vitokee katika maisha. Lazima vitokee, vipo tu yani. Kuna haja sasa sisi wa Afrika kuamini pia katika mababu zetu. Muhimu sana. Ni muhimu sana. Nilishawahi kusema hiyo na ikaleta utata sana. Kwa nini wewe usiende kwenye kaburi la babu yako? Ukasafisha pale nini? Ukapiga na saruti. Kwa nini? Ni rahisi zaidi wewe kusema Petro amekutokea. Lakini kaburi la babu yako pale Iringa ukalidharau na ukaliacha. Wanakuambia usiende, waliokufa hawana uhusiano. Yesu alikuwa anasali. Ghafla akatokea malaika. Sio malaika, alitokea Elia na Musa juu ya mlima. Sio walikufa wale. Kwa nini walitokea? Kwa nini akikutokea babu yako unasema ni uchawi? Unakwenda na kutoa sadaka utenganishwe. Ni mizimu. Amka Afrika. Amka Afrika. Hiyo ndio slogan yangu mpya 2025. Watu waamke. Amka Afrika. Okay, sawa. Kanisani wanazikwa maaskofu. Unaelewa hilo? Ndio. Kanisani wanazikwa maaskofu. Wakishazikwa maaskofu tunafanyaje? Tunasali nao. Kwa tunasali na nani? Na mizimu ya maaskofu. Wewe ukienda kwa babu yako mchawi, mshirikina. Amka Afrika. Watoto waamke. La mwisho tumalizie hili kuhusu umekuwa ukishauri pia kuhusu mahusiano. Kuna nini hapa ambacho tutakuwa watu wakifuate? Watu wamekuwa siku hizi wanaishi maisha ya mahusiano bila kuoana. Jambo ambalo wakati mwingine limekuwa likileta misunderstanding sana. Unakuta labda mwanamke labda mwanaume anafanya makosa nje ya ndoa, lakini kwa sababu hajamuoa inakuwa hana namna ya kufanya. Kwa mfano katika kile ambacho kimetokea kati ya Zuchu na Rita, wanajibishana afu mwanaume hajamuoa mwanamke katika wote wawili. Kwenye hili wanawake watakuwa jifunze nini hasa? Yaani mimi namjua Zuchu, Rita simjui. Yaani simjui kwamba namkataa, simpendi, yaani simjui Rita for sure. Yaani Zuchu namjua, lakini huyo Rita sijajua nini kimetokea. Kwa kweli sijajua katika hilo. Ila naweza nikakujibu tupo kwenye dunia ya vurugu mechi. Tunaowapenda tuwajui na tusiowapenda tumewangania. Kwa hiyo time is coming. Apata kuwa na mwanamume mwenye mwanamke mmoja tena. Tunapoelekea kwa sababu hata kanisa lita agree.
Kwa sababu wanaume watapungua, alafu wanawake watakuwa wengi zaidi. Kwa kanisa niwepo hai nisiwepo hai, itakuja tu uko mbele. Itakuja tu. Kristo kwa wanawake zaidi ya mmoja ni sawa. Itakuja. Sasa hivi no, ila itakuja. Itakuja kisayansi. Mwisho wa siku atasema jamani, kutokana na dunia jinsi ilivyo, ona wanawake wanavolia, kabaki kaka peke yake yule pale, tunaomba amsaidie. Itakuwa msaada, afu mwisho wa siku itapita. Ningefanya mimi sasa hivi. Ukifanya sasa hivi unamkosea Mungu. La mwisho kuelekea siku yetu ya ibada ya kafara, kwa maana ibada ya kuchinja, pia unaambia nini watu wanafikaje pia, na wazingatie nini hasa wakati wanafika pia? Waje tu tarehe 18, waje waonane na mimi. Wahuni wengi mjini. Waje, wewe njoo nani na IPM, tukae chini tupange, unaeleze program zako, nikupe mfumo nini wa kufanya, basi maisha yake yabadilike. Asante sana. Nashukuru sana brother. Okay papa.